Ndugu na mpendwa, jiepushe na vitu vyovyote ambavyo Roho wa Mungu hajakuongoza uvichukue, ujiunganishe nazo katika jina la Yesu. Nakwambia kila wakati hapa mahali hapa, tamani Roho wa Mungu akuongoze. Tamani Roho wa Mungu afungue macho yako ya ndani. Uone vitu kabla hazijafanyika, uone vitu vya sirini. Na hizo vitu vya sirini nakwambia huwezi kuviona kwa macho haya ya nyama. Lazima ujipeane kwa Yesu Kristo. Lazima ujipeane kwa Mungu akufinyange, akupitishe mahali kwa moto, ayeyushe vitu vyote ambavyo vistahili, tamaa zote ambazo zistahili, tamaa zote ambazo za kuelekeza kinyume naye ziondoke, ili akuumbe jinsi anavyotaka, ili atengeneze nafasi ambapo Roho Mtakatifu atapata nafasi ya kuingia ndani yako na kumiliki mwili wako. Maana mili hii sio yetu, ni nyumba za Roho Mtakatifu, ni hekalu za Roho Mtakatifu. Na usipoweka nafsi yako ikiwa safi, nafsi yako ikiwa takatifu, Roho Mtakatifu atapata nafasi katika moyo wako. Na Roho Mtakatifu ndio ufungua fikra za mwanadamu. Anaondoa ujinga, anaondoa giza, anaondoa confusion, anaondoa cloudy mind, anaondoa stony headed mind. Na fikra zako zinaanza kutafakari mambo ya mbingu, zinaanza kutafakari mambo makubwa. Unaanza kutambua mambo ya sirini hata kabla hajafanyika. Roho Mtakatifu anaanza kusaidia hata kujua marafiki wako wa kweli ni wakani na wale sio wa kweli ni wakani. Nakwambia ndugu na dada mpendwa, ukitaka kutembea kwa ukuu wa Mungu, ukitaka kutembea kwa macho ya rohoni ambayo yanaona mbinu zote za shetani, ambayo yanategua siri zote za shetani, hata zile zinakuja kupitia kwa marafiki, zile zinakuja kupitia kwa vitu vyovyote ambavyo utarajii, nakwambia karibisha Roho wa Bwana ingie ndani ya nafsi yako katika jina la Yesu Kristo, na nakwambia utaona nuru ya Bwana. Njia nyingine ambayo unafungulia shetani mlango katika maisha yako ni kujipeleka kujiabudisha kwa waganga, kujiabudisha miungu. Yaani wakati unaenda kwa mganga ama kwa muonaji kwenda kujiabudisha miungu, hapo unafungua nafsi yako. Inaanza sasa zile maroho zinaanza ku-access your spirit, zinaanza ku-access your life, zinaanza ku-peep into your life na kutafuta mahali zitajenga stronghold katika maisha yako, zikufungilie mahali upate uwezi toka, zikufungilie kwa shida fulani upate uwezi toka. Lakini ule muonaji na ule mganga atakuwa na mbinu ya kukupista, kwambie hizi ni maagano za mababu, hizi ni maalta za mababu. Kumbe ni stronghold ambayo ulifungulia kwa kuinamia zile miungu zake, kwa kuinamia zile miungu za mionaji, na pia ukajiconnect na sacrifice, ukajiconnect na sadaka. Yaani ile pesa yako uliyojipeana pale kwa yale madhabahu ya mganga ama ya muonaji, hizo ndio ulijiconnect nazo. Sasa ukapea zile mapepo na maroho machafu legal ground za kuingia katika maisha yako na kutafuta mahali zitajenga stronghold. Ndugu na dada mpendwa, koma tabia za kukimbia kwa waganga kama utaki shetani ajenge makao katika maisha yako. Koma tabia za kukimbia kwenda kuchunguzia mambo yako. Mungu peke yake ndiye anaweza kukuchunguzia mambo yako. Maana hata uchunguziwe mambo yako kiasi gani, nakwambia yote itakuwa ni bure. Hata uende kwa muonaji mmoja kuchunguzia mambo yako, atakuelezea mashida zako, mpe sadaka, akwambia ameomba sasa hayo mambo yameisha. Utoke hapo hiyo dakika tu, uingie kwa muonaji mwingine, umwambie kuchunguzia, atakueleza tu zile mashida zile tu. Nakwambia toa sadaka tena. Utoke hapo hata hiyo dakika uende kwa watatu, mwambie nichunguzie mambo yako, atakueleza zile shida tu. Maana macho za shetani zinaonanga tu shida, zinaonanga tu demonic strongholds. Macho za waonaji zinaonanga tu shida. Hakuna siku zitaona baraka, hakuna siku zitaona uzima. Na ndio maana hata wengine wanaenda kwao, wakienda kusema ati niombee bwana yangu amenisumbua sana, niombee bwana yangu akuwe mzuri. Huyo muonaji sababu anajua wewe usomangi neno la Mungu, utajipeana kwa Mungu, anaanza kuambia huyo sio bwana yako. Huyo naona sio bwana yako, huyo naona hamtaka, naona tu muachane nikuombee sasa upate bwana mzuri. Na neno la Mungu limetuambia ya kwamba yote wawili yataunganisha Bwana. Chochote kitatenganisha hao wawili ni kifo. Na wewe unaenda kwa muonaji anakuambia sio bwana yako. Wakati mlikuwa mnashikana na huo bwana wako, ama huyo mke wako, wakati mapenzi yenu ilikuwa moto, huo muonaji alikuwa hapo. Si wewe mwenyewe ndiye ulichagua huyo bwana, wewe mwenyewe ndiye ulichagua huyo bibi, ukaona anafaa, ukaona anapendeza, hata akakukosesha usingizi, ukapata hata uwezi lala kama hujamuona, uwezi lala kama hujamuongelesha, uwezi lala kama hajakutupia text. Imekuwa aje sasa muonaji anza kukwambia ati huyu sio bwana yako, ati huyu sio bibi yako?
Ndugu na mpendwa, mtembee kwa ufahamu wa Mungu. Kama mtaki kupotea katika dunia, kama mtaki kusambaratishia familia zenu na waonaji ambao mnaotegemea sana, mnaotumainia sana wanapokosha kwa elimu ya mizimu, ila tu wanataka tu kula sadaka. Maybe huyo muonaji ameona wewe unatupesa, na wewe una ukweli mkarimu kwa kutoa. Sasa anaona huyo mwanaume bwanako ni mgumu sana hapo wangi. Anataka sasa kuunganisha na mwanaume mwingine ambao akitakuwa akiwaitisha pesa mnaleta haraka haraka. Ndugu na mpendwa, tembea kwa ufahamu wa Mungu. Kwa hivyo usikubali mlango wa kuenda, usikubali kufungulia shetani kwa mlango wa kwenda kuinamia mizimu. Usikubali kufungulia shetani katika maisha yako kwa kwenda kuinamia mizimu ya muonaji. Ndugu na mpendwa, ukitaka kuabudu, enda kwa kanisa la Mungu. Nenda kwa nyumba ya Bwana. Nilifurahi waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana, twende nyumbani mwa Baba, twende nyumbani mwa Baba. Yani wewe Jumapili ya mkanga tu mapema ukiwa umechangamka, weka tu worship hapo kwa radio, weka worship hapo kwa ufa yako, wacha zicheze tu, zichangamshe moyo wako, zikutie tumaini na tamaa ya kukimbia kanuni mwa Bwana. Wende uvunulie Bwana shukrani za moyo wako, maana sio kitu cha kawaida nakwambia ndugu na napenda. Yani Mungu kukulinda wiki nzima, siku 6. Amekuhifadhi, amekupa nguvu ya kwenda kazini, amekupa maarifa hata ya kufanya kazi yako bila kungangana. Yani na wewe siku ya Jumapili unajiona tu ni kama ni nguvu yako ilikuwa inakupeleka kanisani. Unajiona ni kama ni nguvu yako ilikuwa inakupeleka kazini. Yani unajiona ni ujuzi, wewe ni vile uko na ujuzi mingi sana ya kufanya kazi. Au je kwamba ni Mungu tu amekuhurumia, amekupa huo ufahamu. Akisha Jumapili wewe unaamua ni siku yako ya starehe, unaamua uende kanisani, alafu kisha saa 8 ushaanza kutokea, unaenda au utakula nyama na kunywa kasoda na hujamwabudu hata Mungu hiyo siku. Alafu unatarajia ile wiki ijayo pia mambo yako yaende mzuri. Ndugu na dada mpendwa, jifunze kumshukuru Bwana kwa mema ambayo anakutendea katika maisha yako. Jifunze kumpa Bwana shukrani, maana katika shukrani zako ndio Bwana atazidi kukuongezea maarifa. Katika shukrani zako kumpa Bwana shukrani ndio Bwana atazidi kukuongezea nguvu. Maana mili hii yetu Bwana, nakwambia hii mili yetu ni dhaifu zaidi. Tukitegemea nguvu ya mili hii nakwambia tutachoka sana. Tutakata tamaa sana. Neno la Mungu linatuambia kwamba wote wangojeao Bwana atawatia nguvu mpya. Yani watatembea na hawatazimia. Yani watakimbia na hawatachoka. Watapaa juu kama tai. Na wewe unashinda ukisema hapa, hii mwili bwana hii. Nitaenda church kwani leo? Hapana, mimi siendi leo, wacha. Unasahau hiyo nguvu, unasema uendi kanisani. Ni Mungu amekupa, ni Mungu amekuhurumia tu. Siku moja nakwambia utasema tu hivyo, kumbe ndio Yesu anarudi. Kumbe ndio tarumbeta inalia na wewe unasema uendi kanisani, unadhani ni nguvu zako. Hiyo siku ndio utakuwa kizaazaa. Siku hiyo utaambulia patupu. Singojea hiyo siku ifike ndugu na dada mpendwa. Wakati unasikia hizi ni nyakati za mwisho, usidhani ni mzaa. Usidhani watu ni wendawazimu, usidhani ni bangi tumevuta ati tunasema hizi nyakati za mwisho. Ni nyakati za mwisho kulingana na mambo yale tunaona yakitendeka, kulingana na jinsi Biblia inasema. Tunajua kweli hizi ni nyakati za mwisho, maana kila kitu ambacho kimeandikwa kwa Biblia hakika kinafanyika hivi sasa. Uabudu wa shetani umeongezeka, uabudu wa majini umeongezeka, Illuminati na Freemason na cult za kila aina zinazidi kuongezeka. Watu wameacha tamani la kutamani kutembea katika uwepo wa Mungu. Watu wanatamani tu mali na magari makubwa na umaarufu wa dunia ambao unaisha, ni wa muda mchache. Ndugu na dada mpendwa, umaarufu wa dunia ni wa muda mchache. Hata ukiangalia wale waliingia Illuminati au wale walijichukulia majini, nakwambia ilikuwa tu ni miaka chache tu, kisha wakaangamia. Maisha yao yakaishia mwisho, maisha yao yakaishia makaburini. Je, jiulize kama wako wamempokea Yesu wataenda wapi? Maana Mungu anasema kuna jehanamu na kuna mbingu. Hizo sio kazi za bunwazi. Ni kweli ya kwamba kuna mbingu na kuna jehanamu. Na jehanamu ni Bwana mwenyewe alitengeneza. Jehanamu haikuumbwa na shetani. Jehanamu ilitengenezwa na Mungu kwa ajili ya wale watamkaidi, kwa ajili ya wale wana roho ngumu, kwa ajili ya wale watamkataa, kwa ajili ya wale wataamua kufuata kile kiumbe kilichoasi. Maana shetani aliasi kutoka mbinguni na akarushwa hapa duniani na bado ni muasi hata hivi sasa. Usikubali kufuata muasi.
Usikubali kutii amri za muasi, usikubali mabembelezi ya muasi, usikubali vitu vya kufurahisha maisha ya mwili katika dunia hii kutoka kwa muasi ambaye anajua hukumu yake ilishakatwa tayari na hakuna msamaha kwa shetani. Lakini wewe ndugu na dada mpendwa, na kuletea habari njema siku ya leo ya kwamba kuna msamaha kwa ajili yako. Kipeane kwa Yesu hivi sasa, na nakwambia Yesu atakuokoa, Yesu atakusamehe, na akisha kusamehe hata kumbuka dhambi zako za kale. Haijalishi umefanya usherati kiasi gani, haijalishi umepika uroda mitaa mingapi, haijalishi umepika lomboko mitaa mikani, haijalishi umelala na wanaume wangapi, haijalishi umelala na wanawake wangapi, ukijisalimisha kwa Yesu, ukimwambia Yesu niokoe, Yesu nimekubali dhambi zangu, nimekubali mimi ni mkosaji na niko hapa, nisamehe na unitakase, na nakwambia Yesu akikusamehe atakumbuka hayo yote. Ingawa tu wasengenyaji watakabaki wakikukumbusha, ila hizo zitakuwa ni kelele tu. Because I tell you, when God speaks over your life, every other voice becomes a noisemaker. My brother and my sister, the Father of the Lord will speak over your life, and I tell you, your life will never be the same again. Stop listening to gossipers and holding on to their word. You shall not live by the words of gossipers. You shall not live by the words of evil men. You shall live by every word that comes out of the mouth of the Lord. Na Bwana anasema ya kwamba kila neno litokalo kinywani mwake halitarudi bure kabla hajatimiza kile alichotuma kutimiza. Hivyo tamani kulishikilia neno la Bwana. Kukumbusha Bwana, nakwambia ndugu na dada mpendwa, wakati unaomba usiku unaomba tukiobela, tusiweze kumkumbusha Bwana vile alivyosema. Ndio nakwambia kuna umuhimu zaidi wa kulisoma neno la Bwana. Ndio wewe ukiomba unamkumbusha Bwana kulingana na neno lake vile alisema. Unamkumbusha Bwana ni wewe ulisema ya kwamba wale wa kutumaini yao hawataaibika kamwe, ya kwamba wale wa kutumaini yao, wale wa kukimbilia utawasimamisha kama mlima Sayuni, hawatatingizika wala hawatatusongezwa. Ni wewe ulisema Bwana ya kwamba msamaha wako ni wa kabisa, ya kwamba usikisha nisamehe hakuna mwingine wa kunihukumu. Yaani ujifunze kuomba kupitia kwa neno la Mungu. Ukimkumbusha Mungu kulingana na ahadi zake zilizo katika neno lake, nakwambia utaanza kuona neno la Mungu likileta ukamilifu na utimilifu kwa maisha yako. Utaanza kuona ahadi za Bwana zikitimilika katika maisha yako. Ndugu na dada mpendwa, hivyo nakusihi kwa jina la Yesu Kristo, acha kufungulia shetani milango katika maisha yako. Funga milango yote ambayo inaweza kufanya shetani aingie katika maisha yako, ajenge stronghold. Ndugu na dada mpendwa, stronghold zote zilete kwa Yesu. Stronghold zako zote zilete kwa Yesu. Hakungangana kwako kote kuleta kwa Yesu. Hisia zote za mwili ambazo zimekulemea zilete kwa Yesu, na atakusamehe, atakutakasa, atakufanya kiumbe kipya. Yaani anasema ukishamkaribisha katika maisha yako, ukishamkiri kama Kristo na Mwokozi, anakufanya kiumbe kipya. Yaani ule mtu wa kale anakufa, unazaliwa upya, unafanyika kiumbe ambacho kinatembea kwa haki ya Bwana. Maana Bwana akisha kuhesabia haki, hakuna yeyote wa kuhesabia makosa. Bwana akisha sema umesamehewa, hakuna mwingine wa kukukumbusha. I tell you, the word of the Lord says that there is therefore no condemnation to those who are born in Christ. So therefore when you are born in Christ, there is no longer any condemnation. Ukishazaliwa pia kwa Yesu Kristo, ukishaokoka, Bwana jielewe. Maana wengi pia wanaokoka, wanamkiri Yesu kama Kristo na Mwokozi, lakini bado hawajielewi. Bado wakisengenywa wanakasirika. Bado wakidhiakiwa wanakasirika. Bado wakijipata kwa shida wanaanza kujihurumia, wanaanza kunungunika na kulalamika. Na kuambia ukianza kutembea kwa kuelewa jinsi wewe ni nani, kwa kuelewa wewe ni nani, na kuambia ndugu na dada mpendwa, ukijielewa kama mtu ambaye ameokoka, ukijua kwamba ukishamkiri na kumpokea Yesu kama Kristo na Mwokozi katika maisha yako, sio wewe unaishi, sio zile fikra za upumbavu ziko ndani yako tena, sio ule mwili mlegevu ulio ndani yako tena. Yaani umezaliwa, umefanyika Kristo, sasa anaishi ndani yako. Unatembea kwa ujasiri ukijua wewe ni mwana wa ufalme, au ukijua kwamba wewe ni tajiri. Maana Bwana anasema yeye ndiye mwenye dhahabu na fedha zote. Amwambie Bwana akupe ufahamu, ana hekima ya kupata mali katika dunia hii. Ila ujue tu ya kwamba ukiomba kulingana na mapenzi ya Mungu, ya kwamba akubariki na mali na fedha, ili usitumie kwa kazi yake, usitumie kushuhudia matendo yake makuu, usitumie kusaidia maskini na wale waliofinyiliwa hata na wajane. Nakwambia Bwana atasikia maombi yako. Lakini kile ya kwamba wengine hawapati baraka ya Bwana ya kutafuta fedha na mali, ni kwamba wanaomba zile pesa
ili waanze kujikamba, ili waanze kunyanyasa wengine, ili waanze kuonyesha wale waliwadharau, sasa nimebarikiwa, unaonaje? Sasa unaweza niambia kitu? Ndugu na dada mpendwa, kwa Mungu hakuna kiburi. Kwa Mungu ni unyenyekevu siku zote. Maana Bwana anatuambia anawachukia na kuwatenga wenye kiburi, anawapinga wenye kiburi. Hivyo hata ukiinuliwa namna gani, ndugu na dada mpendwa, zoea kunyenyekea tu na kubondeka mbele za Bwana. Hata ubarikiwe na magari mangapi na manyumba makubwa na fedha za aina gani, usitamani hata watu wajue una kitu. Wewe zidi kunyenyekea tu. Wewe tembea mahali kuna maskini, wasaidie, na hata usirekodi. Maana wengi wanaenda kwa kusaidia maskini, alafu wanakuja na mtu wa kamera, wewe chukua hapa nikipeana hii unga. Nakwambia hiyo umeshajilipa tayari. Umeshaonyesha ulimwengu umesaidia. Kwa hiyo imeishia hapa. Tamani ukienda kusaidia maskini, ukienda kusaidia wajane, ufanya kwa siri. Tamani iwe ni Mungu anajua. Na nakwambia yule aonaye kwa siri, Mungu mkuu, Jehova asiyefichika chochote, aliye na macho anayoona yote, anayejua yote, ukitoea kubariki watu kwa siri, nakwambia yule Mungu ndiye atakubariki kwa wazi. Sasa atakuweka wazi. Ijulikane kweli wewe umebarikiwa, kweli wewe umeinuliwa, na bado usijivune. Tunapenda usitamani mtu yote anapenda kukusifu. Mtu anapenda zote kukusifu tu, kukulimbikia sifa, akikuona tunakusifu, wewe umebarikiwa, wewe uko sawa, wewe uko fiti, wewe umeinuliwa. Tamani ndio anapenda. Huyu mtu atambaye atakuingiza kwa dhambi. Maana jinsi anaendelea kukusifu, anaweza fanya kiburi kianze kuinuka ndani yako. Tamani mtu ambaye anakuelekeza kwa njia za Mungu, mtu ambaye hata akiona unaingia kwa dhambi anakuonya. Usitamani rafiki ambaye anaona ukienda kwa dhambi ananyamaziwa tu. Alafu anaenda kuongea huko kando. Kimudu hizi nchi wakinafuata, ngoja kitaona. Usitamani mtu ambaye hawezi kuonya. Tamani marafiki ambao wanakuonya. Hata kama utakasirika na ukasikia uchungu, lakini ukienda huko mbele utajifahamu, uelewe kweli huyu mtu ananipenda. Kama ananionya nijishenge na hiki kitu, ni mtu anakupenda. Maana huyo ni mtu hataki uingie kwa madhara, ni mtu ambaye hataki uingie kwa hatari, ni mtu ambaye hataki uingie kwa majuto, mtu ambaye anakuonya uache kufuata njia mbaya. Ndugu na dada mpendwa, njia nyingine ambayo unafungulia shetani katika maisha yako, aingie afanye stronghold, ni hasira. Hasira za ovyo tu, kila saa kasirika tu. Usitamani kukasirika ovyo. Maana unapokasirika, neno linatuambia kwamba tukasirike lakini usitende dhambi. Na ukizoea ni kuwa mtu akukasirika tu, quick temper all the time, utajipata umeongea maneno ambayo hayastahili. Na neno linatuambia kwamba tutatoa hukumu kwa kila neno la ovyo ambalo tumenena. Kwa hivyo usitamani siku zote uwe mtu wa hasira. Hasira itafanya ufungulie shetani mlango katika maisha yako. Maana sasa wakati umekasirika, huwezi ongea kwa ufahamu wa akili timamu. Unaweza tenda matendo ambayo unaweza pata hata umeua kama umezoea kukasirika ovyo. Kwa hivyo ufunga huo mlango wa hasira katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linatuambia kwamba hasira ukaa kifuani cha mpumbavu. Hilo neno lilichangamsha sana. Wakati nilisoma mpaka nikashangaa. Nikalirudia karibu mara 5. Hasira ukaa kifuani cha mpumbavu. Kwa hivyo wakati nimekasirika na kuona mpumbavu, kutoka siku hiyo siwezi kasirika. Maana sitatamani tena niwe mpumbavu. Kama hasira zinakaa kifuani cha mpumbavu, wacha kifua changu kiwe kitakatifu. Kifua changu kiwe huru. Fanya kifua chako kiwe huru. Kifua chako kipokee mapenzi ya Bwana, upendo wa Bwana. Maana wakati umekasirika ni kumaanisha upendo wa Bwana huko ndani yako. Na Bwana anatuambia tusikubali hasira, tusikubali jua litue wakati hasira ziko katika moyo wetu. Na Bwana anasema yeye ni upendo. Sasa wakati umekasirika, upendo wa Mungu utaonekana wapi? Na ametumba kwa mfano wake, anatuambia kwamba yule asiyependa jirani yake, atayemwona kwa macho, hawezi kusema anapenda Mungu. Wengi wanasemanga ati mimi napenda Mungu mbaya sana, I love God so much. Lakini utapata wanasengenya mwenzao hapo. Utapata hata akiona mrafiki yake analala njaa, hawezi msaidia na chochote. Anajua vizuri rafiki yake analala njaa, amefisha mangiri kwa mfuko, akimwambia ndugu, si unisaidie hata na mbao niende nikule githeri, anamwambia sina, na zimenyamazia hapo kwa mfuko. Huyo ni mtu ambaye hana upendo hata kidogo. Ndugu na mpendwa, fanya upendo wako uwe na matendo. Maana kwamba kama upendo wako hauna matendo, yote itakuwa ni bure. Usiseme tu unampenda Mungu kwa mdomo,
Alafu wewe ndio umejaa chuki, umejaa rihaka, umejaa masengenyo, umejaa wivu. Hata katika upendo wa Bwana hakuna wivu. Ukiona rafiki yako na bibi mrembo kukuliko, huwezi sikia wivu. Maana upendo wa Bwana uko ndani yako. Na upendo wa Bwana unafaa kukuelekeza upende mke wako jinsi alivyo, maana wewe ulijichagulia. Hakuna mtu alikuchagulia. Ile kitu wanalishangaza ni mtu anafikiria wapi kuona bibi yake ama bwana yake hafai. Yaani ni wewe unajipelekanga mwenyewe na maneno matamu ukibounce, unatangoza mwanamke kwa maneno matamu, unamwangushia mistari mpaka ukienda kwa nyumba unaenda kukram mistari. Hata unauliza mawaidha kwa marafiki, nirudi saidie na mistari. Unaenda kutongoza yule mwanamke yule mwanaume. Alafu sasa ukishakaa na yeye unaanza kuzoea. Unaanza kuona ni kama hafai. Ndugu na dada mpendwa, elewa kwamba nafsi hii ya nyama na mwili iliumbwa saa zote. Hiyo inatamani vitu mpya kila saa. Hiyo inatamani vitu mpya kila saa. Na usisosuluhisha hiyo tamaa ya kutamani vitu mpya kila saa. Bibi yako atakuboa bure tu. Na si mrembo. Wewe utaona ni kama sio mrembo kwako, lakini kumbe jamaa mwingine pale nje anasema huyu jamaa siachilie, nichukue. Ndugu na dada mpendwa, elewa ya kwamba kuna ile uumbaji wa mwanadamu, ile nyama ya mwili inatamani vitu mpya kila saa. Ndio maana unaonanga hata unaona nguo mpya. Ukishainunua unataka kuvaa kila siku. Lakini unafika mahali pengine hata unaisahau, unaitupa na huko. Wanda huyu anaandaa kununua gari, ananunua gari anaendesha kila siku, anaanza kuchoka naye, anaanza kuiacha hapo. Hata ukinunua TV unakaanga naye unaiona hapo. Unaenda unaona ingine kwa duka unasema nataka hii sasa, ile yangu hapana. Yaani hiyo ni maumbile ya mwili wa nyama, yaani kutamani vitu mpya. Ndio maana hata kila saa mtu ambaye amezoea usherati, ameongoza usherati, anaona huyo mwanamke ni mrembo, kidogo akishalala na yeye, akishaona mwingine, kumbe siku nimeona akishalala na huyo anaona mwingine, yaani nakwambia tukubali kusulubisha mwili wako. Hiyo tamaa, hiyo tamanio, hiyo maumbile ya mwili wa nyama wa kutamani vitu mpya kila wakati iondoke katika jina la Yesu Kristo, ili uweze kuona mke wako anafaa jinsi alivyo. Tamani kuona beyond her beauty, si beyond her titties, si beyond her beauty. Usitamani, usiongozwe na tamaa ya mwili ati wewe uone tu kiuno alafu useme huyu ndio bibi nimepata. Ama uone sura useme nimepata mwanamke ambaye Mungu amelitunukia. Ndugu na dada mpendwa, chunguza moyo wake, chunguza fikra zake. Usitamani kwenda ati kusema unatafuta mtu ambaye atakuvumilia. Maana katika kuvumilia kuna kuchoka. Usitamani mtu ambaye mtu ambaye mtachenga future naye, mtu ambaye atakuchenga kwa mawaidha, mtu ambaye atakuchochea fikra zako zianze kufikiria mambo ya hali ya juu ambayo uko unafikiria baadaye. Tamani mtu ambaye atachochea moyo wako uanze kutamani mambo ya kiungu, uanze kutamani kumsogea Mungu, uanze kutamani kutembea na Mungu. Ndugu na dada mpendwa, vijana na wasifu kwa neema ya Mwenyezi Mungu, wacheni kuangalia maumbile ya mwili mkitafuta bibi. Ndio maana ndoa nyingi zinasambaratika. Maana wanaume wanatafuta viuno, wanaona wamepata bibi. Wanatafuta sura, wanaona wamepata bibi. Ila wakikaa unapata kumbe walileta gaidi kwa nyumba. Unapata nyumba haina amani, kila saa ni vurugu, choko. Mwanamke anafuata, anaona huyu mwanaume anatoa mangiri hivi. Huyo ndio nataka. Hata mwanamke anaenda kwa mganga, anachukua dumba, anasema hapana, huyu anatoa mangiri hivi ndio nataka kama bwana. Akishamchukua akishakaa ule mwanaume anakuja anapoteza kazi. Sasa na uliangalia mangiri, sasa utaona nini? Sasa sababu uliangalia mangiri na huyu wako amefufumuka, utaanza kuona hana maana, utaanza kumpusi, kumviaki, kumsengenya kwa marafiki zako, alafu hata unaanza kutafuta mwingine ako na mangiri, maana ni yako ilikuwa tu mangiri. Ndugu na dada mpendwa, na wasihi vijana wale ya mtooa, mjipeane kwa fikra za Mungu, kwa hekima ya Mungu, kwa maono ya Mungu, na atawasaidia katika jina la Yesu Kristo. Na siku zote usitamani mtu ambaye anakuchochea kwa mabaya. Siku zote mtu ambaye anakuonyesha mabaya ya bwana yako ama mabaya ya mke wako, jitenganishe na mtu kama huyo kabisa. Huyo ni mtu hata hana nia nzuri na wewe. Wewe jiulize, kama mtu anakuja kwako aanze kuambia bwana yako ama bibi yako ni mbaya, na wewe unakubali masengenyo na fikra za upumbavu, unazishika, unaanza kuzifuata, unaanza kutafutia bwana yako ama bibi yako makosa, na wewe ndio unalala na yeye blanketi moja. Ndugu na dada mpendwa, tembea kwa hekima, linda familia yako, tembea kwa ujasiri na hekima, linda siri za ndoa yako. Siri za ndoa yako usiambie watu ovyo ovyo.
Hata kama bwana wako ana pesa na haijulikani, nyamazia. Hizo ni siri zako. Kuna yule utamwambia bwana wako ana pesa na yeye anaanza kama ana pesa, ataanza kumnyemelea. Tunaelewa mpendwa? Tamanini kuhimizana, tafuta marafiki ambao mnahimizana kwa uzuri. Rafiki hata ukikuja ukimwambia bwana yako ni mbaya na bibi yako ni mbaya, anageuza fikra zako, anakuambia huyo ni mume wako, mheshimu, mpende. Maana hapo kuna upendo, ndio Mungu anaachilia baraka. The Lord commands a blessing where there is peace, where there is love. Mahali ambapo kuna vurugu, Bwana hawezi kupata nafasi ya kuleta baraka pale. Kama unaona mtu ambaye anakuja kushinda akikwambia makosa ya bwana yake, makosa ya bibi yake, na wewe unafikiri ndio rafiki yako anakupenda. Kama mtu ambaye wanakula pamoja, wanalala pamoja, wanajifunika blanketi moja, wanapikana mabusu, yeye anakuja kuambia bwana yake ama bibi yake ni mbaya, wewe unafikiri huyo ni rafiki yako? Huyo ni mtu ambaye atakutendea kitu ambacho kitakushangaza. Kama anakuambia mtu ambaye anajifunika blanketi yake ni mbaya, na wewe unaamini, unakubali, ukubali uharibu kwako, sababu amekwambia bwana yake ni mbaya ama bibi yake ni mbaya. Uharibu kwako, kisha uharibu kwako ndio utampata yeye. Sasa hiyo ndio atatokea na bibi yake na bwana yake wameshikana mkono. Wakuonyesha akisema kile kijinga ndio kile fukuza bibi. Kilitengana na bwana yake sababu ya kusikiza maneno. Sasa ndio utaumia peke yako, utateseka huko nje peke yako. Kisha mwishowe hao tu waliokuambia bwana yako ni mbaya ama bibi yako ni mbaya ndio wataanza kukucheka. Ndio wataanza kukuwekea kilako kikao kwa balcony. Ukipita unasikia wamecheka. Ndugu na mpendwa, tembea kwa hekima katika maisha haya. Linda boma yako, tetea boma yako. Hiyo ni Mungu alikupa huyo bwana. Jinsi alivyo na udhaifu wake. Huyo mke jinsi alivyo na udhaifu wake ni Bwana alikutunukia. Ni Bwana alikupea. Ni wewe tu ukumbuke siku ile alikuwa anakusokosesha usingizi. Siku ile ulikuwa ulali kama utamuona. Siku ile ukimpatia kitu chochote angekuitisha. Kumbuka hata ukikumbuka hiyo siku. Na hakuna siku utaona bwana yako ama bibi yako wafai. Wakati amekukosea, kaeni watu wazima bwana, nyinyi watoto. Kaeni chini, msizoee kunyamazia makosa. Hata mtu anakukosea unanyamazia mwaka mzima. Sema, kiondoke moyoni. Kama ni mtu akusikia atasikia. Mkae chini, msuluhishe, lakini usipeleke kwa kamati ya kule nje. Usipeleke kwa kamati ya chuki kule nje. Nakwambia ukisha toa siri za boma yako, umeshamkaribisha shetani tayari. Hiyo ni njia moja ya kufungulia mlango wa shetani aingie katika nyumba yako. Kutoa siri za ndoa yako nje. Hiyo ni njia nyingine moja ya kufungulia shetani mlango kuingia katika nyumba yako. Maana wakati umeanza kutoa maneno ya siri ya mke wako ama siri ya mume wako, pale nje umepewa wasengejaji nafasi ya kuanza sasa kuchunguza maisha yako. Wakikutana na bwana yako unamwambia maneno, wakikutana na bibi yako unamwambia maneno, kisha unapata sasa umeanza kukosana kwa nyumba kwa vitu hazina maana. Ndugu na mpendwa, tunza siri za boma yako. Siri za boma yako mwambie Mungu aliyekuumba. Anajua huyo bwana, anajua huyo mke. Yeye ndiye anaweza kukubadilishia hicho kiumbe. Yeye ndiye anaweza kukutengenezea hicho kiumbe kibadilike hata wewe ushangae. Zizoea kuombea mpenzi wako, zoea kuombea bwana yako, zoea kuombea mume wako, zoea kuombea mke wako siku zote. Siku zote ukiona ameanza na udhaifu fulani, mpeane kwa Yesu Kristo. Ambia Bwana amtie nguvu, ambia Bwana ampe hekima, ambia Bwana ampe maarifa, ambia Bwana akugeuzie hili kiumbe. Ambia Bwana kwa ajili ya kukutunza wewe usije kuingia kwa dhambi, akugeuzie hicho kiumbe, akutengenezee hicho kiumbe, akufinyangie hicho kiumbe, akibadilishe kikae jinsi unavyokaa. Na kama ni mapenzi ya Mungu nakwambia, Bwana atakubadilishia wewe mke, atakubadilishia wewe mume, atakuwa wa heshima, atakuwa wa upendo. Hakuna siku hata moja utalalamika kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo ndugu na wewe mpendwa, funga huo mlango kabisa wa kukaribisha shetani kwa nyumba yako, kwa kupeana siri za ndoa yako nje katika jina la Yesu Kristo. Na ndugu na wewe mpendwa, nakwambia utaona neema ya Bwana, utaona furaha ya Bwana. Maana Bwana ana mipango mema kwetu. Anasema siku zote ana mipango mema kwetu, ya kutubariki na sio kututenda maovu, ya kutupatia mwisho ambao ni wa kutazamiwa. Ndugu na wewe mpendwa, barikiwe kwa jina la Yesu Kristo. I pray that the word of the Lord will penetrate into your hearts and your minds. I pray that the Holy Spirit will follow every word that you have heard in this place, and it will bring it into life in the name of Jesus. Because the word of God is life. I pray that every word that you have listened, it has touched your heart, it has inspired your heart. I pray that the Holy Spirit will empower you to bring transformation upon your mind in the name of Jesus. Bring your mind
inclined unto obedience unto Jesus. In the name of Jesus, I pray that the Lord will create a right spirit within you, will create a contrite spirit within you, and walk in humility in your household, in your workplace, everywhere, to walk in humility, that will learn the ways of the Lord. I pray that the Holy Spirit will help you to obey the Lord, to obey the word of the Lord, to obey the commands of the Lord, and to give yourself unto the Lord, and to obey and worship the Lord, that you can lock and shut off every door that the devil may find a way to come into a house. In the name of Jesus, I pray that every other door, every evil door that you may have opened into your life or into your household, unknowingly or knowingly, I pray that the Lord will deliver you. I pray that the Lord will rescue you from any stronghold that may have troubled you, that may have tormented you. I pray that the Lord will bring it to an end in the name of Jesus. I pray that the Lord will release peace, will release true love upon every marriage in the name of Jesus. I pray that the mighty power of the Lord will rest upon every mind of every husband, every mind of every wife, every heart of every wife and husband, to know that the two are joined together. They have become one. Your husband is the bone of your bone and flesh of your flesh. Your wife is the bone of your bone and flesh of your flesh. You should embrace them with the love of God and pray for them and encourage them in the word of God in the name of Jesus. Because a family that prays together stays together. Learn today to pray together as a family and worship together and eat together, and I tell you, you will see the favor of the Lord coming to fulfillment upon your life in the name of Jesus. And we exalt you, mighty Father, for a wonderful day in this place. I take your place, mighty Father, in this place, Heavenly Father. Sanctify this ground, that every time that we come here, there will be transformation upon the lives and hearts and minds of your people in the name of Jesus. I pray that everyone who passes here, everyone who dwells in this place, that hears your word, I pray that they will never be the same again. Draw them into your presence and let them by the inside of your Holy Spirit, that there will be transformation in their minds and their lives, to begin to desire to walk in your will, to begin to desire to honor the Sabbath in the name of Jesus. Enlighten your people to know that the Sabbath is not a day of pleasure, it is not a day of feasting and joy, it is a day of worshiping you, it is a day of lifting your holy name, it is a day of giving you the glory and honor and thanksgiving that it is serving unto you in the name of Jesus. We honor you, Jehovah, because you are our God and you are our Father. We will never bow before any other thing, but only you, Jehovah, great I am that I am. I find the maid and the ancient of the days. We pray that when Jesus comes, we will be found worthy and rise up to be sent in the twinkling of an eye, to come and see you, our Maker, to come and worship you, together with the angels, in the name of Jesus. Thank you, Jesus, because you're worthy and faithful. Hallelujah, God, you're worthy. Receive all the glory and honor, mighty Father. There's none like you, Jesus. Santa Maria, stay in. Basi